Asante. Leo hii tunasema asante na karibu. Tunataka tuongelee habari za ndoa na tunaamini utabarikiwa popote ulipo. Ndoa ni tendo ambalo Mungu aliumba kwa makusudi. Kabla ya kuumba ulimwengu, alifahamu jambo lile, akamuumba mwanadamu kwa picha nzuri na akamweka katika ndoa. Hii ni asili ya Mungu, maana Mungu alitaka haya yadhihirike wazi, ya kwamba mtu ataishi na mkewe ama mume na mke baada ya kuishi hapa duniani. Haya ni mambo mazuri ambayo Bwana alihitaji ulimwengu ufahamu, ya kwamba hauwezi ishi duniani peke yako. Itakuwa ni vyema watu wawili waishi pamoja, ambaye ni mke pia na mume. Uhusiano huu ulio nao mke na mume ni mfano mdogo sana uhusiano utakao kuweko na Mungu wetu katika siku ile ya uumbaji wa mbingu mpya na nchi mpya. Huu uhusiano tulionao mdogo katika maisha ya ndoa unaleta picture nzuri ambaye Mungu atakuwa akiishi nasi katika mbingu mpya na nchi mpya ijayo. Hivyo hivyo tunakutangazia habari hizi katika hali ya ujasiri mkubwa, ya kwamba mwanadamu aishie katika ndoa yumo mikononi mwa Mungu, maana hiyo ndio uhalisia ya Mungu. Mungu alitaka watu hao waishi pamoja katika maisha yao ya kila siku katika msaada wa kusaidiana. Na hii wazi ya kwamba mtu atamwacha mama yake na baba yake na ataambatana na mumewe pia na mkewe, na wao watakuwa mwili mmoja na wataishi pamoja. Hivyo yamaanisha katika ndoa mume ni kichwa na mke mahali pale ni shingo, na katika uhusiano wa kikanisa Kristo ni kichwa ya kanisa. Ni mambo mazuri sana. Hivyo hivyo nitahitaji tutazame mistari michache katika maandiko na kutazama na kuangalia ndani ni yapi ambaye yanakuzia sana kuhusiana na mambo ya ndoa na ndoa katika mahusiano kila wakati. Kitabu kile cha Mwanzo 2:24, kwa hiyo mwanamume atamwacha baba yake na mama yake, naye ataambatana na mkewe, nao watakuwa mwili mmoja. Kitabu kile cha Waefeso 5:25, enyi waume wapendeni wake zenyu kama Kristo navyo alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Waefeso 5:33, lakini kila mtu ampende mke wake kama nafsi yake mwenyewe, wala mke asikose kumstiri mume wake. Kitabu kile cha Mathayo 5:35-18, chemichemi na baraka zote, nawe ufahamu mkeo wako na kujua yu nawe kwa ajili yako, na siku zote nawe mfurahie mke wa ujana wako. Kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu mkichukuliana katika upendo na kujitahidi kuifaidi umoja wa roho katika kifungu cha imani. Siku zote ishini katika unyenyekevu na kufahamiana na kupendana na kuishi katika kuifahamu na kujua ukweli wa imani iliyo ndani yake. Hiyo ni Waefeso 2 mstari wa pili. Waefeso 4 mstari wa pili. Vizuri sana katika maandiko, kitabu kile cha Methali 31 mstari wa 10. Mke mwema ni nani awezaye kumwona? Maana kimo chake chapita kimo cha marijani. Mke mwema ni nani awezaye kumwona? Maana kimo chake chapita kimo cha marijani. Nasema nini katika habari za neno la Mungu kwa wakati mwema kabisa? Ni nani awezaye kumwona andiko na kulitazama neno lile katika ndoa? Lifahamu neno hili kabisa na itakuwa ni vyema kabisa. Angalia Mhubiri 4 mstari ule wa 9. Afadhali kuwa wawili kuliko mmoja, maana wapata ijara njema kwa kazi yao. Angalia, ni vyema kuwa wawili wala si mmoja, anawapata ajira njema kwa kazi yao. Kwa maana wakianguka mmoja wao
atamuinua mwenzike, lakini atamwinua mwenziwe, lakini ole wake aliye peke yake angukapo, wala hana mwingine wa kuweza kumuinua. Tena hapo wawili pamoja, hapo watapata joto, lakini mmoja aliye peke yake tu hawezi kuona joto. Angalia kitabu kile cha Mathayo 19:6, hata wamekuwa si wawili tena, bali ni mwili mmoja. Basi aliwaunganisha Mungu, mwanadamu asije akawatenganisha. Angalia mambo mazuri tunayoangalia anavyosema katika maandiko. Kitabu kile cha Petero wa kwanza 3:7, kadhalika ninyi waume kaeni na wake zenyu kwa akili, na mkampe mke heshima kama chombo kisicho na nguvu sana, na kama warithi pamoja nanyi, neema na uzima ukazidi kuwaona na kwenyu siku zote. Endeleeni kumtukuza Mungu mnapoishi na vyombo hivi ambavyo Bwana amewapa, ambavyo havina nguvu sana. Kitabu kile cha Wakorintho wa kwanza 13:4, maandiko yanasema hivi: upendo uvumilia, upendo ufadhili, upendo uhesabu mabaya, upendo huishi, upendo uvumilia, upendo haujivuni. Ili tuishi katika maisha haya tukijua hivyo, haukusudi kuwa na adabu siku zote na kuishi maisha ya kumtumikia Mungu, kuacha uchungu na hasira na kuishi maisha ya kutenda mema. Ili Mungu akuhifadhi na kutenda mema, basi fanyeni ndoa yenu kuishi maisha ya upendo, uvumilivu, utu wema na kumtukuza Mungu. Maana nawaambieni katika siku zote ya kwamba Mungu yu nanyi na anahifadhi maisha yenu, na siku zote atahifadhi ndoa yenu na kuitenda mema kwa utukufu wa jina lake. Asante. Karibu popote. Amani awalinde sana walio ndani ya ndoa, awape kibali, na hasa wale ambao wanafunga ndoa yao siku hii. Mlindwe na Mungu na mtunzwe na damu ya Yesu. Kwangu mimi nawaombea. Tumekuwa tukiyatazama maandiko, nasema barikiweni sana kwa hayo maandiko. 4561468 unity namba ya Radio Fortune Africa. Ni vyema pia kusimama na kitu hiki, na zaidi ya yote kutuombea kila kuchao. Tumekuwa ndani ya neno la Mungu na nashukuru. Wacha Mungu amani awabariki na watende mema tunapoendelea kumtukuza na kumuinua kila wakati. Rehema na neema za Baba ziwalinde na ziwatunze. Mathew Ndeva ndio jina langu. Asante na karibu.